Now in the days of Elijah, nyakati za Elia, we are having two women, tulikuwa na wanawake wawili, Jezebel and the nation Israel. Na taifa Israeli. How many believe in that? Wangapo naamini hiyo? That's what that said the Lord. Ni hivyo asema Bwana. Now look at Jezebel. Jezebel had altars. Alikuwa na madhabahu. Ashera. Another one na nyingine was of Baal. Ilikuwa ya Baali. There is an altar. Do you know there's an altar in the days of Jezebel? Unajua kuna madhabahu nyakati za Yezebeli. Where Jezebel as a woman will choose young men. Ye angechagua vijana wadogo. And Jezebel will remain naked. Na angebaki uchi. And they will do sexual orgies. Na wangefanya tambiko za ngono. Are you aware of that? Amen. Asherah was the woman of the goddess of fertility and sex. Asherah alikuwa ni mungu. She's a king, she's a queen, she remains naked. Anabaki uchi. And chooses young men she wants. Anachagua vijana anaona. Random sexual orgies. On the other side also, Baal, even Ahab is also allowed by his wife. Ahab pia ameruhusiwa na mke wake. They can have young girls and have sex with them in front of gods. Anaweza pata wasichana wafanye ngono. That one is in the natural. Hiyo ni kawaida. In the spiritual, lakini kiroho, you also taking any doctrine wewe pia kuchukua itikadi yoyote that is non-biblical ambayo sio Biblia, is spiritual sexual orgies. Ni uzinzi wa kiroho. So Elijah comes when a woman has taken over. Wakati mwanamke amechukua ushukani. Jezebeli. And she took over the husband. Na akachukua mume wake. The man comes back on the back of a horse. Anarudi nyuma ya farasi. Reaching home, she's tired. Kufika nyumbani amechoka. Say, honey, where are you from? Why are you tired? Mpenzi, umetoka wapi umechoka? I wanted the farm, the plot of Naboth. But he refused me. Amekataa kunipatia shamba la mzabibu. Sit down, take shower, sleep. Kaa chini, oga. I'll handle it. Mimi nitaitatua. Then she had a cabinet. Akawa na baraza lake. They say, go have a king's meeting. Nenda ukafanye mkutano wa kiufalme. And let Naboth sit in the seat of the king. Naye akalie kiti cha mfalme. Let soldier come kill him of treason. Na mwanajeshi aje amuue. For sitting on the seat of the king. Kwa kukaa kwa kiti cha mfalme. And after Naboth is killed, baada ya Naboth kuuawa, he takes over the land. Anachukua shamba lake. Then wakes Ahab, tells him, anaamka Ahab anamwambia, wake up, go take the land. Amka nenda ukachukue shamba. As Ahab is waking, Ahab anaposimama, God is also telling Elijah, Mungu anamwambia Elia upande ule, go to Babadogo. Nenda Babadogo. Ahab is on his way going to take land. Yuko njiani kwenda kunyakua shamba. See how God is? Naona vile Mungu yuko. And even God knows the route he's going to take. Na anajua mpaka njia atakayopitia. So Elijah goes and waits him. Elia kaenda kusubiri. And Ahab comes with the horse. Ahab akaja na farasi. And when he sees Elijah, akimwona Elia, you troublemaker of Israel. Wewe msumbufu wa Israeli. Then Elijah turns. Elia kageuka. You kill, uliua, and you come to grab. Na unakuja kunyakua. So shall your blood damu yako basi be shed at the garden of Jezreel, and the dogs will lick the blood. Katika shamba la Jezreel, na umbo watalamba damu yako. Then Elijah says, so you found me my enemy. Elia akasema umenipata adui yangu. That said the Lord shall die as Jezreel. Asema Bwana utakufa Jezreel. And your wife will be buried without bones. Na mke wako atazikwa bila mifupa. For the dogs will eat her flesh. Maana mbwa watakula mwili wako. Lakini wewe, dogs will lick your blood. Mbwa watalamba damu yako. But to your wife, lakini mkeo, dogs will eat her flesh. Mbwa watakula mwili wake. So they call Elijah, wakamuita Elia, that she condemned Jezebel, alimhukumu Yezebeli, to be a dog meat, awe chakula cha mbwa. That's why Brother Branham says, Branham anasema, a woman with a painted face, mwanamke mwenye uso wa kupakwa, you are a dog meat. Wewe ni nyama ya mbwa. So the preachers will pick that, wahubiri watachukua hayo, and they will add their own things, na kuongezea mambo yao. But the man was preaching prophetically, lakini alikuwa anahubiri kinabii. And right in the Bible, katika Biblia, Jezebel painted her face. Jezebeli aliupaka uso wake. And let me tell you, my sisters who are here, dada zangu nawaambia mlio hapa, stop painting your face. Wacha kupaka uso wako. Amen. There is no amen. Hakuna amen. Please say amen. Say again, sisters. Sema tena wadada. Ndio hiyo. Don't paint your face. Usipake uso wako. Yani umepaka mpaka uso yako ile original imepotea. You are getting a black beauty is now mrembo mweusi amekuwa yellow, manjano. A brother married a woman at night thinking she's brown. Kuna ndugu She woke up in the morning, akamka asubuhi, the woman was black.
Alikuwa mweusi. The man disappeared from the house in the balcony. Alitoweka kutoka kwa nyumba. That his wife has turned to a genie. Mke wake amegeuka kuwa jini. Kumbe she was painted face. Kumbe ni uso ulipakwa. And if you are married because you are brown, na kwa kama umeoleka kwa kwa which you've changed, na umebadilisha, that marriage will never last. Hiyo ndoa haitakaa. Your real color will manifest. Rangi yako halisi itadhihirika. The man will leave you. Atakuacha. Be proud of who you are. Uwe na fahari jinsi ulivyo. Whether you are short this level, uwe mfupi kiasi hiki, hapa baki hapo. Hata iwe kwamba wewe dada unafika hapa tu hapa, shangilia Yesu tu hapo. Amen. Nimesema shangilia nani? Yes. Yesu hapo, usitoki. Hata kama uko mfupi kama rola, kaa tu hapo. That is called short beauty. Short what? Mrembo mfupi. And if you... Dada alikuwa anahojiwa kwenye runinga. Nikiwete ili afike pale 30 minutes. Dakika 30. Anaendanga tu hivi ndio aende hivi, ndio aende hivi. Na ile msichana ambaye anamuinterview ni mrembo na hana bwana. Na mwenye interview amekuja na bwana yake, a handsome man. And the interviewer asked out of jealousy, akauliza kwa wivu, what did you see in this lady that is not in others? Uliona nini kwa huyu binti ambaye haiko kwa wengine? I don't know, I'm good in reading language, body language. Mimi husoma lugha. She is asking, anauliza akitazama mguu za huyo dada akipandanga juu. Unajua mtu anakuangalia kuanzia mguu anapanda juu, anarudi hivi. Be careful. Uwe mwangalifu. Mtu chaye kukuangalia mpaka ukaangalia nguo yako. Ameona nini? Mpaka ukaomba mira ujiangalie kwa uso. Just looking at you. Kukuangalia tu. So the lady is ugly as she's saying. Sana ana sura mbaya na anasema. But lakini he got the best man. Alipata mwanamke. Go to the YouTube. Nenda kwenye mitandao. Log in the ugliest man in the world. Mwanaume mwenye sura mbaya. How many have come across him? Wangapi wamekutana na hiyo? His name is Godfrey Sebabi. Anaitwa Sebabi. How many know him? Wangapi wanamjua? Only you. Wewe. You also seen him? You've seen him? Godfrey Sebabi. Who are you also? Godfrey who? Uganda. Sebabi. Yani uso yake ukiangalia sio kwamba, lakini outwardly really. Sidhani kama kuna dada hapa ambaye hata kama Godfrey Sebabi ni mshirika wa kanisa yangu, I cannot itia dada wa kanisa. Huyu dada anaweza nilaani. Anaweza nilaani, anasema why? Kwa nini? Yani dada atarudi kwa kiaji angalie kwa, yani mbona pastor ameniita? How many know Godfrey Sebabi? Only the two of you. Go back and love Godfrey Sebabi. And he got the most beautiful woman. Alipata mwanamke mrembo sana. You've seen it? Yes. Miguu zake ni ndogo ndogo. Akitembea sija ametembea namna gani? Uso pia imekaa. He has a lot of deformity. Nikagundua kwamba nobody is ugly in this world. Nikagundua kwamba hakuna sura mbaya hapa duniani. Wewe ambao unasema uko ugly, hiyo ni yako. Lakini mimi am not ugly. Me, I'm not ugly. Maybe you. Pengine wewe. Who is ugly there? Nani sura mbaya hapo? Who is handsome? Who is beautiful? Nani mrembo? Na wewe ambao hujabeba mkono yako, wewe nini bana wewe? I'm asking ugly baby mkono. I'm asking beautiful baby mkono. Kwani where are you? None of the above. Kama hujabeba utakuwa ugly. Remember, we are before God, so be careful. You may not carry a hand, and if you leave this place, when somebody sees you, badala kuone, he will see a chameleon. Ataona kinyonga. Ongongorok. So if you are handsome, ugly, carry your hand. When some ugly, and how many are beautiful ugly? How many are handsome and beautiful? Yeah, be proud of who you are. Just be proud. Kajivunie. And let the devil not make you condemn yourself. Shetani asikuhukumu. Don't do that. Usifanye hivyo. Whoever you are, God has those who is meant to compliment you. Jinsi ulivyo, Mungu amepangia watu wako. Don't take those conflicting your future. Africanically constructed. Africanically constructed. These Africans have a problem. You itoe flat basket. Yeni kulazimisha. Yeah, 2021. Amen. My brother, I have to take that land.
Take Alikuwa that anahubiri, land. Take that land. chukua hiyo, Take that land. patie hiyo, Take that land. hiyo ni yako. In which land? Ambapo sasa Faith. ni imani. That when they stand in faith, Somo kwa imani, they are now being distribution. wanafanya Distribution. ugawaji. That is the Matthew 24:45. Hiyo ndio Mathayo 24:45. Whereby Ambapo distributing or giving out kupeana ama kugawa meat in due season. nyama ya wakati wa majira wake. Are we together? Kwa moja? Like now when you look at Paul, Kuangalia Paulo, the message he gives Colossians ujumbe anaopatia wa Kolosai is not the one he's giving Ephesians. sio ule anaopatia wa Efeso. Wa Colossians Kolosai are like the child you hold. ni kama mtoto unaishikilia mkono. Tata. Akitembea tata, Tata. akitembea kidogo tata, They are growing. wanaendelea kukua. But Ephesians, Ila wa Efeso you can leave them to grow unaweza waacha wakue, because they are now strong. maana wako na nguvu sasa. Colossians, Kolosai, even if you're giving them ugali, hata kama unawapatia ugali, lazima uifanye inaweza mnyonga. you have to press it, make it soft. Then you put in the mouth. Kwa mdomo. But the Ephesian, Ila wa Efeso, pakuwa ugali na samaki atakula. they will take. But the Colossians mifupa itamdunga. Kolosai lazima kwanza usage ndio wale. Your message must meet the condition of the people. Ujumbe lazima ukutane na hali ya watu. You go back to Nineveh. Rudi Nineve, He carried condemnation. alibeba hukumu. When the people changed, Wakati watu walibadilika, the gospel also changed. injili pia ikabadilika. Because the people have changed. Maana watu wamebadilika. Go to Sodom and Gomorrah. Enda Sodoma na Gomora. The gospel never changed Injili haikubadilika. because they never Kwa changed. sababu watu wa Gomora na Sodoma hawakubadilika. You see the picture? Naona hiyo picha? Come out of Sodom. Tokeni Sodoma And na they're Gomora. saying, who are these people? Akasema nyinyi watu hawa watu gani? Lot, bring him. Bring them out, Lot. Walete Lutu. We will walete sleep nje. with them. Tutalala nao. So they have refused to change. Wamekataa kubadilika, Ban it. basi wanahukumiwa. But in Nineveh, Lakini Nineve, the condemnation of the judgment was withdrawn hukumu ya hayo dhambi iliondolewa because they complied. kwa sababu walihitimu, walifuata masharti, walifuata masharti. You see, when a police officer comes to arrest, Wakati afisa polisi anakuja kushika, if you don't comply, usipotii, you will be harassed. utahangaishwa. So, an Elijah spirit, Kwa hivyo roho ya Eliya it finds Jezebel inapigana na Yezebeli, has taken over Israel. ametwaa Israeli, Land is being grabbed. nchi inanyang'anywa. And let me tell you, wherever you are, Kwa popote ulipo, if a woman takes over the marriage wakati mwanamke anachukua utawala in the house, nyumbani, that she's everything in the house, kwamba yeye ni kila kitu nyumbani, that marriage will not be a good marriage. hiyo ndoa haitakuwa ndoa nzuri. I'm not despising our mothers. Mimi sipuuzi ama kudharau mama zetu, But go to a marriage where a woman is everything. ila enda katika ndoa ambapo mwanamke anatawala kila kitu. Even to the sisters, women who are here, Hata kwa dada au wanawake mlioko look hapa, at a marriage where your brother has no say it is his wife. angalia mahali kuna ndoa ndugu yako hana neno la kusema, ni mke wake anayesema. You will see, even you will feel it. Hata wewe utahisi. How many agree with me? Ngapi watakubaliana na mimi? Yes. Ni kweli. Imagine sometimes your brother want to help you. Wakati mwingine ndugu yako anataka kukusaidia. He's saying, ngoja niulize bibi yangu. Yes, aulize mke kwanza. And this is your blood brother. Na huyu ndugu wako wa You damu. agree with. Mlikuwa naye pamoja. I'm not against the brother consulting the wife. Sina shida kwa ndugu kushauriana na mke But the wake. wife should not take control. Lakini mke wake hastahili kutwaa mamlaka na That kudhibiti. you separate him with his brothers and sisters. Hivi kwamba anakutenganisha na ndugu zake. And as I say that also, Kwa sema hivyo pia, I also don't mean simaanishi that you should take advantage of your brother. kwamba pia nawe uchukulie tu ndugu yako kama atakupea kile kitu kila wakati. There are some siblings Kuna dada na ndugu wengine who can take advantage of you ambao wanatumia vibaya, until you neglect your wife as well. wanakutumia vibaya hadi na wewe unatelekeza wajibu wako kwa mke wako, unasahau mke wako. Wanakutumia vibaya.
They take total advantage. Wanakutumia vibaya. And some can also spoil your marriage. Na wengine wanaweza endelea hadi waharibu ndoa yako. I remember in my village, nakumbuka katika kijiji changu, a woman chased 17 wives of his son. Mwanamke alifukuza yapata wanawake 17 wake za mtoto wake, kijana wake. Akileta huyu ni mchafu. Kesho yake mwingine hajui kutandika kitanda. Watatu hajui kukaribisha wageni. Mwingine hajui kuongea Kizungu na wengine wanaongea Kizungu. Hii bibi yako hajui kuongea Kizungu. Wazia hilo. She went up to number 17. Hadi 17 wakija wakienda. We have those mothers-in-law as well. Tuna hao kina mama hao hata leo hii. As much as I was telling the sister to call the mother-in-law. Nilikuwa naambia huyo dada aite mama yake mkwe. But some mother-in-laws are bad. Kuna mama wengine watu ambao ni wabaya. Si wazuri. If you hear saying correct, she's a witness. Ukisikia akisema sahihi, yeye ameshuhudia. Ameonja. Amepitia. So when this man married the 18th one, alipooa mke wa 18 sasa, and the mother said, huyu hajui kutembea kwa soko. Akaambia mama yake, what is mother? Ukifukuza huyu, nabeba kitanda yangu, naleta karibu na kitanda yako. Wewe indirectly, you know what he meant. Yeah. I'm coming to marry you. Wewe nitakuwa mke wangu sasa. Sasa akarudi akapata kama mama yake amepiga kelele na yule amefunga virago zake. Akasema, ushafunga, wacha mimi pia nifunge zangu. Akachukua pliers, nyundo na spana, akafungua kitanda, akapeleka ya kwanza kwa mama yake, akabeba mattress kupeleka kwa mama yake. Mama akasema anatoroka. Akaambiwa solution is one. Solution moja. She remain, abaki, or I marry you. Ama nikuoe wewe. Mahali imefika. And that was the end now. Ilikuwa mwisho wake. That no other woman of his was chaste. Kuna mwanamke wake pia aliwahi tena. But problem now, he was marrying at 45. Ila sasa alikuwa kama anaoa umri wa miaka 45 sasa. Chasing 50. Akaribia 50. But to you who is also marrying, wewe ambao unaoa pia, as I bring this one also, napomba na pia, sit down and hear the advice of your parents. Kaa chini usikie mawaidha wazazi wako. Weigh both. Weigh both. Upimanisha yote, weke yote the mizani. Parent is more experienced. Mzazi ana ujuzi zaidi. And let me tell you, acha nikwambie, my son will bring me a lady that you want to marry. Mwanangu akiletea msichana bangependa kuoa, I'll sit down with that lady. Nitakaa chini na huyo msichana. I'll know who atasumbua. And najua this one will disturb. I'll pull him to the boy's house. Nitavuta kijana kando. Young man, kijana, she's beautiful, ni mrembo, but empty brain. Lakini huku akilini hamuna kitu. Ni tupu. Tupu. Juu ni mkebe. There are some ladies who are beautiful but hapa ni mkebe. Warembo lakini that is the reality. Let's speak facts. True or false? Kweli au uongo? You are not saying amen. True or false? Usemi amina wewe. Kuna wengine the outer is beautiful lakini hapa ni mkebe. Nje ni warembo lakini ndani hapa. Let me give you example in Luo Nyanza. An old man I know in my village. Mzee mmoja anajua kutoka kijiji changu na mjua. His son brought him a lady to marry. Mwanae kijana kamletea msichana wa kuoa. And she's a Luo lady. Na yeye ni msichana wa Kijaluo. And the mother-in-law cooked. Mama mkwe akapika. Ingoho kuku, the entire jogo. Kuku mzima jogo. And then by the time they were packing, alikuwa anafunga. He said pack everything and take to her. Akasema panga kila kitu, funga kila kitu mpelekee. Pakua kuku mzima mpelekee. Akapelekewa na ugali kubwa. Akawachiwa nao kwa meza kule, wazee wanangoja. Test 1, first test. Mtihani wa kwanza. Alikula yote. Jogo mzima. Akawacha sehemu 3, kichwa na miguu. Hiyo yote mpaka sondu hii hapa. Hii ya wazee. Yote alikula. Yote. Fieka yote. Mzee amekaa kwa ofisi anangojanga akisikia redio zilizopendezwa anangoja na ameita wazee wawili wanakaa nao kwa ofisi wanangoja chakula.
Sasa ikabebwa kurudishwa, amekula yote sehemu 3, miguu 2 hii renge makatokotanio na kichwa pekee imebaki. And the old man said in Kijaluo, began to change the woman, the church. Changing the woman, the church, the bride. Kubadilisha mwanamke ambaye ni kanisa. And then went out as well Akaenda nje pia to bring order in the marriages. Kuleta utaratibu katika ndoa. So people began calling him woman hater. Watu wakaanza kumuita mwenye kuchukia wanawake. Which was not. Ambaye hakuwa hivyo. He was a father. Alikuwa baba of 2 daughters. Wa binti wawili. Rebecca and Sarah. Rebecca na Sarah. He was a wife. Alikuwa na mke. He was a husband. Alikuwa mume. To Hope. Kwa Hope. Who died. Ambaye alikufa. And later Meda. Baadaye Meda. Who he left. Ambaye alimwacha. Akata alifariki. So why did God send him that time? Mbona Mungu akamtuma wakati huo? Because the time of Elijah was the same. Sababu wakati wa Elia ulikuwa hivyo hivyo. Jezebel. Go back to Elisha. Rudi kwa Elisha. Is there a woman who disturbed Elisha? Je, kuna mwanamke anasumbua Elisha? Yes, Athaliah. Ndio, Kadiel. Athaliah. The daughter of Jezebel. Binti wa Jezebel. Come now to John the Baptist. Rudi kwa Yohana Mbatizaji. Who made John the Baptist die? Nani alisababisha Yohana Mbatizaji akafa? Herodias. What happened? Nini ilifanyika? He left his brother like Jannes' wife, like Ben Opondo's wife, leaving Ben Opondo and married to Jannes Opondo. Akawaleka Opondo by ndugu yake. And he told her, go back to your husband. Nabii akamwambia rudi kwa mume wako. And that one cost his life. Hiyo ikagharimu uhai wake. Yeah. In the time we are living now, katika muishi sasa, if you get a woman who is born again, ukipata mwanamke ambaye amezaliwa tena, you have an angel. Wewe una malaika nyumbani. How many believe, say big amen? Naamini hiyo? You have an angel. Kuna malaika nyumbani. In the funeral yesterday, katika mazishi jana, a woman came from far country. Mwanamke alitoka nchi ya mbali. His son has married the sister to brother Dan. Mwanawe ameoa dada ya ndugu Dan. That woman, instead of giving the testimony of the dead, badala ya kutoa ushuhuda wa aliyekufa, he gave the testimony of the daughter-in-law who is married to his son. Akatoa ushuhuda wa mwanawe mkwe ambaye ameolekwa. And this is what she said. Hivi ndiyo alisema. If there be one good thing I can praise this person dead, kama kuna jambo moja naweza kushukuru huyu aliyekufa kwa ajili yake, is his daughter who is now the wife of my son. Ni binti wake ambaye ni mke wa mwanangu sasa. That lady has brought peace in my home. Huyo mwanamke ameleta amani nyumbani kwangu. And even before my own daughter buys me a cloth, na hata kabla binti wangu nibaia nguo, kununua this nguo, lady is the one who buys me clothes. Huyu mkwe ndiye ananinunulia kwanza. Can we clap our hands for that kind of a woman? Imagine mama in-law giving a testimony. Mama mkwe akitoa ushuhuda juu yako, wazia hiyo. Yeah. Last Sunday I said it here. Pili nikasema hapa. Another woman waited mother-in-law at the door. Na mwanamke mwingine alingojea mama yake mkwe mlangoni. Carrying motendum, mama ino motendum. Beba dawa ya kuua mende. Motendum. Ile dawa ya kuua wadudu kali kabisa. The new one, the black one, you know it. Hii nyeusi mpya wa sasa. The hatari one, hatari. Andiko hatari, inaua kila mdudu. Unapiga tip, mosquito nanguka, tap. Akamnyunyizia kabisa. Huyu mama akakuja kwa mlango akaambiwa abebe mikono zake juu, amekuja na bed bags. Mama ya Bwana akapiga ile chupa yote kwa mama Bwana. Fe badilika fe. Ikaishia kwake. Fe beba mguu fe. Bia inua mguu geuka. Inua mikono. Akaambiwa sasa zingine zimejificha kwa nywele, toa kitambaa. Fe. Ya akanyunyizwa kwa nywele. No, ushawahi piga hiyo doom? Wewe jipige tu kwa mkono. Ukipiga na kwa baridi. How many have done it? It becomes very cold. Yes. Baya sana. Na imagine kwa mama mkwe, mama mzee. Na mama analea kwa mlango. Aya we Chiwoda. Bibi ya kijana yangu kuishi kwingi nitaona majabu Nipige tu dawa lakini wewe pia utaona, na unapiga dawa. Naendelea kupiga. Hausikizi hiyo kilio. And the real tears of a mother-in-law itakufuata dada yangu.
machozi kamili ya mama mkwe itakufuata. Hautalala. You will not be safe. You will not be peaceful. Praise God. Bwana asifiwe. Things never went well with her. Mambo hayakuwa mazuri kwake baadaye. Up to date. Leo hii, hata leo hii. Till she repented to the mother-in-law. Hadi atubu kwa mama mkwe wake. Praise God. Bwana asifiwe. But still the same. Hata hivyo, There are good mothers and good sisters. kuna akina mama wazuri na akina dada wazuri. I repeat again. Narudia tena. If you get a good woman, ukipata mwanamke mzuri, you found gold. umepata dhahabu. And if you marry a bad woman, ukioa mwanamke mbaya, you might end up having problems till your grave. utakuwa na shida hadi uingie nazo kaburini. Shida tele. Another woman one day told the mother-in-law, "Mtakula mpaka ibaki mifupa." It up until remain only bones. Instead of the man died, she died. Badala yokufa yeye ndiye akafa. That is how Jezebel was. Hivyo ndivyo Jezebeli alikuwa. Why are there many divorces today? Mbona kuna talaka nyingi siku hizi? Because we marry wrongfully. Kwa sababu tunaoa makosa visivyostahili. That's why I hear this. Sababu sikia hii. Even if the temperature of the body is so high, hata kama joto la mwilini imepanda sana, don't marry because of your body temperature. Usioe kwa sababu ya joto la mwili wako. Marry because of character. Oa kwa sababu ya tabia na mwenendo. Don't come to church for marriage. Usije kanisani hapa kwa ajili ya kuoa au kuolewa. Come for Jesus. Kuja kwa ajili ya Yesu. After you receive Jesus, ukishampokea Yesu, He will give you a wife. atakupatia mke, He will give you a husband. atakupatia mume. When you're married, don't look at time. Unapokuwa unaoa usiangalia wakati. Counting today's weeks, months and age. Hesabu siku, miezi na miaka. Look at character. Tazama tabia na menendo. Sex can be so sweet. Ngono inaweza kuwa tamu. It can never guarantee the peace of your marriage. Hata hivyo haikuhakikishii amani katika ndoa yako. What guarantees inachokuhakikishia is what is hidden here. Ni kile kilichofichika hapa moyoni. Deep from the heart. Ndani ya moyo. So when he came as a prophet, balipokuja kama nabii, there should never be divorce in a church. Hapastahili kuwa na talaka kanisani. I repeat again. Narudia tena. The place where divorce should never get close. Mahali ambapo talaka itakani ukaribia is in the church of Jesus. Ni kanisani mwa Yesu Kristo. But this one comes ila hii inakuja because either you rushed, maana uliharakisha, after you are pushed by your body, anaomba kasukuma na mwili wako, and you satisfy your body at night, na unatosheleza mwili wako usiku. but the next day in the morning, ile kesho yake asubuhi, you want things on the table, unataka vitu mezani, but there is nothing on table. na hakuna kitu mezani. That's why Pentecostals hate him. Na sababu Pentekoste chukia. They marry the fire, they marry the fire, they marry the fire. Animchukia sababu wanaoa na kutaliki na kufukuza. But anybody going to heaven should not. Haitakani, haitakikani. And to you, sister, nawe who have been married umeolewa within the message, ndani ya ujumbe, if you've been married within the message, hear the point. ndani ya ujumbe huu, there are those who have married outside the message. kuna wale wanaoleka nje ya ujumbe. You can fire and hire, fire higher, fire higher. Kuona kutaliki. But in the message, which is the Bible, ambayo ni Biblia, you chose that lady through the Bible, ulichagua mwanamke kupitia Biblia, assessed through the Bible, kamchukua kupitia Biblia, no playing around. Hakuna kucheza cheza. Ulishachagua. Like this man married. Kama huyu kijana alioa. When he is mature in the message. Wakati amekomaa katika ujumbe. And his wife there also. Na mke wake hapo pia. In the message. Ndani ya ujumbe. These two people cannot come back for divorce. Hawa watu wawili hawawezi kurudi kuitisha talaka. Hawawezi. They cannot. Are we together? Kwa pamoja? Yeah.
Because they married in the message. Maana walioana katika ujumbe. But you who married in Facebook. Ile wewe uliooa katika uso wa kitabu. Facebook. Uso wa kitabu. Huko. Ndio hiyo. If you married there. Kama ulioa huko. Fire and hire. Utachukua na kuacha. Because you are not a child of God. Maana wewe si mwana wa Mungu. You are a Facebook child. Wewe ni wa uso wa kitabu. Ndio. Kitabu cha uso. Because one thing you must know in Facebook. Kitu moja utakana kujua katika hicho kitabu cha uso hiyo. That the very image you see there. Kwamba ile umbo na sura unayoona pale. Is not what you want. Sio kile unataka. It's like you paid for a wrong thing. Ni kama ulilipia kitu makosa. I called these online sellers of suits. Nilioita hawa wenye kuuza viatu I mtandaoni. told him my suit is 52. Kaambia kwamba suti yangu ni nambari 52. If it is slim fit. Kama ni ile nyembamba. But the normal one ile ya kawaida is 50. Ni 50. They said they are bringing. Wakasema wako nayo wanaleta. They gave the rider to bring. Wakapatia mwendesha pikipiki aniletee. And the rider brought me number 56. Akaniletea nambari 56. With a waist number 38. Na kiuno cha 38. And I told him, check my WhatsApp. What did I tell you? Kaambia angalieni katika mtandao niliwaambia nini? She said, we don't have that one. Sema hiyo hatuna. But why did you accept? Basi mbona I tell him, let the person return. Nasema arudishe. Then she told me, kaniambia, then pay the rider. Basi lipa mwendeshaji. I'm not paying the rider because you brought what I never ordered for. Maana hakuleta kile niliitisha. Take the responsibility. Hiyo ni jukumu lenu. That is what happens on Facebook. Inafanyika hivyo katika what you are ordering for is not what is there. Sio kile kiko. It's not there. Tofauti kabisa. That is the Jezebel we have. Jezebeli tulionaye wakati huu. Now look here, my brother. You are having Jezebel how many times? Tuna Jezebeli mara ngapi? Two times. Mara mbili. In the Bible it is 2 times. Biblia ni mara mbili. Jezebel mentioned in the book of 1 Kings. Kitabu cha Wafalme wa kwanza. And Jezebel mentioned in Revelation. Na pia katika Ufunuo. Return back. Rudia, rejea. And let me now come back to a man. The men who are here. Wanaume leo hapa. Any lady you will tell. Kila mwanamke utakayechukua. Assume this sister stand. Tuchukue kwa mfano. Husband I know is called Victor. Mwake anayejua anaitwa. Suppose I am Victor and I tell her that Cynthia I will marry you. Mimi kama ni Victor nimwambie mpenzi nitakuoa. It is written in heaven. Imeandikwa mbinguni. If you stop it, ukikomesha, you are answerable. Umewajibika, utajibu. Sisikie amen. Amina zimeadimika. Yeah. Any woman you promise you'll marry. That's why don't rush promising marriage. Uliahidi kuoa, usikimbilie kutoa ahadi. Don't. La. And to you, sister, also the person you promise you are marrying. Naye pia hata yule uliahidi kwamba utaoleka kwake. But in the Pentecostal denominations, ile katika madhehebu ya Kipentekoste, you can go to a church whereby there is a lady have been shared by 5 people. Ambaye kuna msichana ambaye amegawanyika katikati ya wanaume watatu. 5 have shared her. Watano wanamshiriki. And they are saying shangwe hallelujah, shangwe hallelujah. Naimba hiyo vizuri. The Holy Ghost cannot enter in that church. Roho Mtakatifu hawezi shuka katika kanisa kama hilo. Holy Spirit is clean. Roho Mtakatifu ni msafi. It cannot enter there. Hawezi kuingia pale. That's why you never see the power of God in the church. Ndio hawezi kuona nguvu za Mungu kanisani. Are we together? Kwa moja? That's the message of our time. Jumbe wakati wetu. Another thing that was remaining. Jambo lingine lilikuwa limebakia. Revelation chapter 10 verse 7. Ufunuo 10 mstari wa 7. That's why look here as you're checking that book. Unapoangalia
tazama hapa. We are not a denomination. Sisi sio dhehebu wala dini. And we don't belong to anybody. Na sisi si wa mtu yoyote. Si mali ya mtu yoyote. And nobody can claim us to be his. Na hakuna yote anaweza dai kwamba sisi ni wake. No. La. Never. Hakuna. It says, Nasema hivi. but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound. Now the word sound there, preach. Kuhubiri. Hapo sauti na maanisha kuhubiri. The mystery of God should be finished. Siri ya Mungu itakamilika. Like now, Kama sasa, I don't know what is here, sijui nini kilichomo hapa ndani. and assume that this is those bags that have cord. Wacha niajie kwamba hizi ni zile begi ambazo zina nambari za kufungua. You must know the code to open it. Lazima ujue namba ya siri ya kufungua. A mystery Siri is something you can see from outside, ni kile zaona kutoka nje, but you cannot lakini huwezi know what is inside, kujua kilicho ndani mwake. though you can gaze. Ingawaje unaweza kukisia tu, kuwaza. Look here. Angalia hapa. From Genesis Kuanzia mwanzo to this scripture mentioned here, hadi andiko hili limetajwa hapa, there are some things that were never revealed, kuna mambo ambayo hayakuwahi that kufunuliwa. was only supposed to be revealed Alikuwa tu yafunuliwe in this time. wakati huu, nyakati hizi. Though Jesus was preached, Kawaje Yesu but there alihubiriwa, are some mysteries ila kuna siri zingine that were left ambazo ziliachwa bila kufunuliwa for their time. ili wakati wake ufike. Now, look at here this statement. Sikia hili usemi. Noah Nuhu could not come with angekuja the message of Moses. na ujumbe wa Musa. Every message Kila ujumbe has its time. ina wakati wake. That means Maanisha breakfast cannot be served at lunch. ya Musa, kinywa hakiwezi kupeana wakati wa mchana. It is served in the morning. Inapeana wakati wa asubuhi. Now, in the evening time, Wakati wa jioni there was something special to happen kulikuwepo na tukio maalum that litendeke had never happened before. ambalo halikuwahi kutendeka hapo awali. And one of them Mojawapo is this. ni hii. Are there three gods in heaven Je, kuna miungu watatu mbinguni? making a trinity, Ikimaanisha utatu, or there is one God? ama kuna Mungu mmoja? That one was never preached in depth by Paul, Hiyo haikuhubiriwa kwa ulindi na Paulo. because it was not for Paul's time. Maana haikuwa kwa wakati wa Paulo. It was for this time. Ilikuwa kwa wakati huu. Kwa ajili ya wakati huu. I hope you're hearing me. Natumai mnanisikiza. Every message has its time. Kwamba kila ujumbe una wakati wake. That is what enables the minister and the church Sababu shetani to anapigana na say, kanisa. Kusema this one is our preacher, huyu ni mhubiri wetu. because he's preaching Maana na the hubiri message of the time ujumbe wa wakati on time, kwa wakati ufaao. within the time. Katika wakati ufaao. It must fit there. Lazima itimalizike ama itimilike On time, kwa wakati ufaao. within the time Ndani ya wakati mwafaka of that message. wa ujumbe huo. So, are there three gods? Je, kunao miungu watatu? So you will say, Unasema but Martin Luther preached that. ile Martin Luther alihubiri hiyo. John Wesley preached that. John Wesley akahubiri hiyo. Smith preached that. Smith akahubiri. Why have you changed when this man came? Mbona imebadilika wakati huyu mtu alikuja? Because Sababu the time of the master revealed wakati wa siri kufunuliwa touching Godhead kuhusu was not for John Wesley, Haikuwa John Martin Wesley, Luther. Martin Luther. It was for the seventh one. ilikuwa kwa ajili wa saba ndiye atahubiri hiyo. What I'm saying, Kile nasema John could not take the place of Jesus. Yohana hangechukua nafasi ya Yesu.
And Jesus Na Yesu will not take the place of the church. angechukua nafasi ya kanisa. He left the church Aliacha to kanisa take their place. ichukue nafasi And yake. Jesus entered in them Na Yesu akawaambia, as the Holy Spirit. akawaingia kama Roho Mtakatifu. Akiwa Roho Mtakatifu. Hear me, church. Sikizeni kanisa. The gospel of Jesus Injili ya is Yesu not a matter of stickers si mambo ya mabango that are being sold by Manyoro. ambazo zinauzwa na Manyuru. It's not a matter Si mambo of sitting under TB Joshua si kukaa chini ya and stretching your hand for good morning water. na kunyosha mkono wako upokee maji ya It's a asubuhi. matter of knowing Ni mambo ya kujua or of unveiling ama the kufunuliwa mystery of your time. siri ya wakati wako. Let's now go to the mystery of Martin Luther. Twende kwa siri ya Martin Luther. What is the mystery of Martin Luther? Siri yake ilikuwa gani? Do you know Martin Luther was another mystery, his message? Unajua Martin Luther alikuwa siri kwa ujumbe wake. Now, what is the mystery of Martin Luther? Siri ya Martin Luther ni gani? In the book, in the Old Testament, Agano la Kale, Martin Luther Martin Luther is Joash of the Old Testament. ni Joasi wa Agano la Kale. How many accept? Ngapi wanakubali? Joash. Joasi. Why? Kwa nini? All other sons of David are killed. Watoto wote wa Daudi wameuliwa. Only Joash survived. Joasi peke yake ndiye aliyebaki. Aliyeponea. Come to the church age. Kujia kanisa na vizazi. Anybody who rose against Athaliah and Jezebel Yeyote ambaye alipoteza dhidi ya Yezebeli na Azalia of our time, wa wakati wetu, 68 million were killed. 68 million were killed. 68 milioni waliuawa. Read the book called Fox's Book of Matthias. Soma kitabu hicho cha Fox's Book of Matthew. Only one person was not killed. Mtu mmoja tu ndio hakuuawa, Martin Luther. Martin Luther. And they keep on asking the question, Na wanaendelea kuuliza swali, how did Martin Luther escape? Martin Luther alihepa jinsi gani? That is the mystery. Hiyo ndio siri. Now go back to Martin Luther's mystery. Rudi kwa historia ya Martin Luther. Why do you think God had to preserve Joash? Mbona Mungu alimuhifadhi Joashi? If Joash would not have survived, Kama Joashi angeponea, Jesus would not have found a place to be born as son of David Yesu angepata mahali pa kuzaliwa kama mwana wa Daudi in the first coming. katika kuja kwake kwanza. If Martin Luther would have been destroyed, Kama Martin Luther angeangamizwa, Azusa will not be there. uvuvio wa Azusa haungekuwepo. Wales will not be there. Wales haingekuwepo. Smith will not be there. Mita haingekuwepo. I'm repeating again. Narudia tena. If Martin will not survive, Kama Martin we will hangeepuka, not be preaching the gospel today. hatungekuwa tunahubiri All of leo. us will be in the mess and darkness. Wote tulikuwa katika uchafu na giza. How many believe in that? Ngapi naamini That hilo? is the reality. Huo ndio uhalisi. Ndio ukweli. Martin Luther was preparing for us. Martin alikuwa anaandaa kwa ajili yetu. Imagine they're asking question today. How did he survive? Wanaulizana aliyepa namna gani? That's why I said something in the morning. Sema kila asubuhi, Whatever God has ordained you to fulfill. kile Mungu amekuteua ili Whether utimize. people have died on that line, Watu kama watu wamekufa katika you hali, will not die until you fulfill that mission. wewe hautakufa hadi utimize hiyo That is kazi. a thus saith the Lord. Hiyo ni hivi asema And I'm Bwana. telling you, wherever you are, Kwa popote ulipo, you are still alive uko hai, because sababu there is something that you must accomplish. kuna jambo lazima utimize. Whether Corona come and say I'm not living, Korona aije iseme I haiendi. remind you as I stand here, Na kukumbusha anasema hapa, no demon can challenge the plan of God in your life. hakuna pepo inaweza geuza mpango wa Mungu No maishani mwako. wonder Paul says, Paulo akasema, if God be for us, Mungu akiwa upande wetu, what can be against us? nini angekuwa kinyume Or yetu? what can separate us Ni nani kinaweza from kututenganisha the love of God? na upendo wa Mungu? Be it death? Mauti? No. La. Poverty? Maskini? No. La. Persecution? Mateso? No. La. Betrayal? Kutali- No. La. Nothing can separate us. Hakuna kiwezacho kututenganisha. He must fulfill. Lazima atimize. I prayed one day for a young woman selling mwogo. Kamwambia siku moja mwanamke mmoja akiuza muogo, And his son has released to go and do the shepherd, kazi ya kuchunga ng'ombe kwa maboma. kama ameachilia kijana wake aende kuchunga. And I said, woman, kneel down there. Mwanamke piga magoti pale. That said the Lord, I lay my hand upon you, Iba sema Bwana wekea mkono wangu juu that yako. your son will be a doctor, a lecturer, and a professor. Mtoto
mtoto wako atakuwa daktari, mhandisi, And the uncle of the man broke in laughter. na mjomba wake akacheka sana. Nyinyi pia mnadanganya watu. Akaangua How kicheko. can he teach his son to be a doctor? Anawezaje kumfundisha mtoto wake awe I say, daktari? I lay my hand. Nikasema naweka mkono He's a wangu. mother of a doctor, a lecturer and a professor. Yeye ni mama wa daktari, mhariri. As I stand preaching here, Hapo sasa nikihubiri hapa, his son now is a doctor at Mata Hospital, mwanawe ni daktari Aga Khan Hospital, ya Mata Aga Khan, Mpisha Hospital. Mpisha. At the same time, wakati huo he's a lecturer at Chiromo campus anafundisha pale Kiromo, because he has master's degree. maana ana cheti ya At masters. the same time, Wakati huo he's now doing his PhD. anafanya PhD yake. What am I trying to say? Nasema nini? When God has ordained something in you, Mungu akiteua kitu ndani mwako it is a star. ni nyota. It has its time that it will brighten. Ina wakati wake wa kung'aa. I don't care how many witches are in your village, Sijali ni wachawi wangapi katika kijiji. whether they're your uncles or your aunties, Wao wajomba wako ama washangazi wako. where the spirit of jealousy has cropped in the family. Roho wa wivu imekolea kabisa. I stand to remind you, Nasema kukumbusha. there is one family with no jealousy, Kuna familia moja and that is the family of heaven. ambayo haina wivu, ni jamii ya You mbinguni. better belong to the family of God. Heri uingie kwa jamii ya Mungu. The impossible will be possible. Isiyowezekana itawezekana. Where there is no hope, there will be hope. Pasipo tumaini patakuwa tumaini. A woman who was selling muogo and sisal Mwanamke alikuwa anauza muogo. right now is a mother of a doctor. Yeye ni mama wa daktari. During the days of spring for her, Wakati alikuwa anamuombea, cases after cases hali baada ya hali, in the office of the village elder kila mara katika afisi ya mzee wa and in kijiji the barazas of chief. na pia mabaraza ya machifu. But today even the chief fear her Leo hii hata machifu anamuogopa, because she's a mother of a doctor, maana ni mama wa daktari, not just a mere doctor. sio daktari hivi. Does operation to the prominent people in the world. Daktari ambaye anafanyia watu What mashuhuri upasuaji. am I saying, precious people? Nasema watu wa dhamana. The plan of God cannot be interrupted because of circumstances. Mpango wa Mungu hauwezi kubadilishwa na I hali don't za kawaida. care the circumstance. Sijali ni hali Whether gani your uliopo. father, your mother is dead, Maka amekufa, or there is something happening in the family, fanyika katika jamii yenu. I stand to remind you, Maka kukumbusha. He is a faithful God Yeye ni Mungu mwaminifu. and is more than able and ready Yeye ni yu zaidi ya to mwezo na tayari accomplish that which He has promised. kutimiza ile ameahidi. Thou heaven and earth shall pass away, Hata mbingu na ardhi zitapita, but His word shall never pass. maneno yake hatapita. Because He has promised it, Maana ameahidi, so He shall do it. basi atatenda. No wonder Isaiah says, Ya ajabu zaidi His inasema hand is not short, mkono wake sio mfupi, neither is His hand maana mkono wake can be that short that won't reach what He want to do. haiwezi kuwa mfupi ikose kufikia When He anachotenda. stretches His hand, Na anapouza mkono wake nobody can bend it. hakuna maana And when He bends it, anaweza kufunga, nobody can stretch it. hakuna mwenye anaweza I kufungua. can hear the woman say, Jamaa Mungu akisema, thank you, man of God. asante mtu wa Mungu. Through your prayers, Ya mambo yako my son left where he was working na akaacha bali kwa anafanya kazi, because the person he was working for maana alikuwa anafanyia kazi, saw the potential in him aliona uwezo ndani and mwake took him back to primary school, na akamrudisha shuleni, where he left in class 7. ambaye alijaa He darasa was la taken back 7 to class 5. akarudi saa 5. 3 years later, Miaka 3 he baadaye made it to Mango High School. kaenda shule ya upili ya Omanga. How the fees was paid, I don't know. Bila fizi nilipa sijui. How he reached the university, I don't know. Bila alifika university But sijui. what I stand to tell you, Nakwambia, I don't know how God do it, sijui vile Mungu but alifanya. I believe in God that when He has said it, Ya akisema He must accomplish it. lazima atimize. Praise the name of the living God. Asifie Mungu aishie milele. Haleluya. The mother of a doctor. Mama wa daktari mkubwa. They never knew shoes. Hakujua viatu. The young boy will walk this way Kijana huyu alikuwa anatembea hivi because of the jiggers. sababu ya hiyo wadudu. Remove them now, another one, another one, another one. Alikuwa akitoa wadudu wa mguuni kila saa. But today, Leo hii a 3-bedroom house for the mother. amejenga nyumba ya bedroom 3 kwa mama yake. Electricity from the junction to the home. Ametoa umeme kutoka makutano hadi nyumbani. The mother goes to the shopping center to do shopping.
Mama anaenda madukani kufanya ununuzi. You can see God in that home. Unaweza kuona Mungu katika boma hilo. Even you that is here. Hata wewe uliyeko hapa. You may have a bad history. Huenda historia yako ni mbaya. But in Jesus Christ, lakini ndani ya Kristo Yesu, that history can be changed. Hiyo inaweza kubadilishwa. And the impossible can be possible. Isiowezekana itawezekana sasa. That's why we are preaching Jesus Christ of Nazareth. Because of what he did on the cross of Calvary. When Brother Dan stood to give testimony, this is what he said. There is a man I cannot forget to introduce. There is a man I must introduce. That all that I see in my life today, it is because of what is inspired in me. And the people around there can see that his black car is parked there. And they can hear that there is a land he's bought just some few miles around there. And they can hear that he's about to build his home. And they can hear that his son is in the national school. And the very church where he was going, the bishop is also there. Where they were just following Wazungu. At Pastor Gaspar there is no Mzungu. There is only Jesus Christ. And the people will say, we want to see that pastor now. Let me tell you, church, we Africans should not stretch our hand to Wazungus. We should stretch our hands to the Lord Jesus Christ. Praise the name of the living God. God must be seen in our lives. So let's go back there. Mystery number one is that there is God who can answer prayers. But who is that God? Jesus Christ. He is the same Father, the same Son, and the same Holy Spirit. That is why we are being returned. That is one of the mystery. That mystery of Christ. The Godhead. Jesus was God in flesh. And is the only sole name for all. And nothing can be added on to that. Another mystery that I'm not going to preach is the 7 seals. The 7 churches, the vials and the trumpets. Nobody ever preached that. But when they will come and sound it, no other thing will be left. Another mystery is the pillar of the fire that was leading the Jews, which came and was called Jesus Christ, ascended back to heaven, came back in the Holy Spirit, disappeared in the dark ages, began coming in some little form in Welsh, in Azusa. And when the time came, the angel will appear in the congregation. Those are mysteries that are being revealed. After they are revealed, hear the next word. Finished. So there is nothing that will be done again in the line of mysteries. But one thing that can happen now is that in the line of the supernatural, miracles, signs and wonders, demonstration of the supernatural can be so high that the ministry of the word, no increase, no decrease. No other doctrine coming. And let me tell you where I'm standing here. God can raise ministers among us here who can even go to the mortuary and can pull a person from the drawers and say rise, and you can hear the bones cracking.
Unasikia mifupa ikirudi katika njia yake. And the person asking, where am I? Na mtu akianza kuuliza niko wapi? And the preacher say, you are in a mortuary. Na mhubiri aseme katika chumba cha maiti. What am I doing here? Nafanya nini hapa? You are dead 3 days. Sema umekufa siku 3. And the person will get out walking. Na aanza kujifunza kutembea tena. And those who are in the ward about to die. Na wale those who are in the ward are about to die. wale katika ward karibu kufa. And let me tell you, brother Dick. Do you know somebody can be in ICU? Mtu anaweza kuwa katika chumba cha maututi. People are about to die. Karibu kufa. But when you hear that somebody has left the mortuary after 3 days, ukisikia mtu ametoka katika you will just leave the hospital and go. hata wewe utaondoka tu chumba cha maututi na How many believe in that? Wangapi wanaamini hiyo? Yes. Well, what am I waiting here? Sema nini hapa? And somebody has just left the morgue 3 days. Mtu amekuwa tu mauti. And let me tell you this. There are some people dying in the world because of fear. Kuna watu wanakufa katika hospitali kwa sababu ya hofu tu. Because of fear. Hofu. But when a dead person leaves the mortuary, wakisikia mtu hata kama haukuwa unaweza pumua, mashini iko kwako na unasikia kwamba Onyango niko nini? Mtu ametoka mortuary. Wapi? Hapa kwa mortuary. Nani? Yule Otieno. Ako wapi? Anakuja. Karibu hapo mlangoni. Anasema ngoja kwanza tuingize kwa ICU ni muone. You will see the person waking from Machela. Let me see it. And the way he wakes up, that's how he leaves the hospital. Hivyo ndio wanatoka hospitalini wamepona kabisa. Wanapona. Hofu. I have seen. Nimeona. When a crippled person kilema woke up. Alisimama. Because somebody who died. Maana mtu aliyekufa 1 hour came back to life. Lisali moja akaamuka tena. What happened to the cripple? Nini ilifanyikia He believed that if God can raise that dead, hii mguu yangu inaweza amka. Akaanza kuifanya hivi. Alipofanya hivi akasema wacha, aliporuka ikakuwa imepona. Akaenda. There are some things happening because of fear. Na mambo yanafanyika sababu ya hofu. Hofu. And when God moves, Mungu anapoenda, fear leaves. Hofu inaondoka. Faith takes over. Then you realize that Jesus is the same yesterday, today, and forever. You will see God moving. So there can be men who can do miracles. Go back there, you see the point. I don't know if somebody can get it very fast. I'm forgetting the verse. In the book of Daniel, those who know their God shall do exploits. The book of chapter 11 verse? Chapter 32, 33. Let's go there. The book of Daniel. Those who know their God. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. Those who do wicked will be corrupt. And in fact, those who do evil are more and more being corrupt. Meaning in the realms of darkness, corruption will increase. At the same time, the people that do know their God shall be strong and do exploits. Now, what is the meaning of exploits? They will make new discoveries. And how many people today are discovering that witches and witchcraft are right under their feet? Those among the discoveries you are making. Somebody is not hearing me. How many have made discoveries to the point that your enemies are accusing you and you are just laughing? Wangapi wamefanya uvumbuzi wakawa na ugunduzi kiango kwamba adui wako anakufanya unacheka tu. Let me see your hand if you're there. How many were condemned and told you are nothing, it will never happen, but you're just breaking in laughter saying it will happen in Jesus' name? Those are the discoveries I'm talking about. A young man came to greet me in the meeting there. The one who came with the ching, the one on a black suit. He insisting that I take photo with him. He said, bless me. I said, why do I bless you? I said, I've heard about you
Anasema nimekusikia sana. You've talked there for 5 minutes. Unaongea tu za dakika 5. And I saw the anointing of God. Nikaona upako wa Mungu. And then I asked him why. Mbona? This is Ochieng, I know him. Huyu ni Ochieng namjua. After you met him, baada kukutana na yeye, his eyes open. Macho yake kafunguka. He now has a 3-bedroom permanent house. Sasa ana nyumba ya kudumu ya bedroom, vyumba vya kulala 3. And what make us wonder, nafanya nichangae, he never went even to secondary school. Hakuwahi fika hata shule ya upili. And those who are doctors and whatever in our village, na wale ambao madaktari kule kijijini mwetu, his home is the best home. Nyumba yake ndio bora kuliko zote. And then Brother Cheng told him, sema, in the gospel this man preaches Injili ambayo anahubiri had made me make exploits. kanifanya nitende maajabu What exploits am I talking about? Usigane na kuhusu. It will enable you know Kweza ujue, you are not just the way they look and see you. Wewe si tu jinsi But unavyokuona. there is a real star in you. Kuna nyota kuu ndani mwako. And you can exploit it. Na unaweza kuitumia. And demonstrate it before the people. Na udhihirishe mbele ya watu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Just because you know you are God. Kwa sababu tu unajua Mungu wako. When this prophet I'm talking about preached, kati ya manabii walihubiri, a man by the name T.L. Osborne mtu kwa jina T.L. Osborne went in the meeting. Akaenda katika mkutano. And when he sat there in the meeting, wakapa mkutano, in 1947, mwaka 47, he made a new discovery, akafanya umbuzi mpya, which was not in the Methodist College. ambaye kwa katika chuo cha Kimethodisti. And he went down to Asia, na akaenda kwa Asia, and brought discoveries, na akaleta umbuzi, that Jesus is not storytelling, kwamba Yesu si but uhalisi. Jesus is reality. Yesu ni uhalisi. Those who know their God wajuao Mungu wao shall do exploits. watatenda maajabu ya uvumbuzi. My God. Mungu You wao. need to know God Unastahili kumjua Mungu. in deep, Katika ulindi, deeper and deeper and deeper. kwa ulindi na kwa ulindi. I thank God for the salvation I got in around 1997, 98, 99. Mungu kwa uokovu nipata mwaka wa 98, 97 hapo. If it was not by that salvation, Kama ingekuwa right now, sasa hii wakati huu, I will be dead in Lake Victoria. ningekuwa nimekufa katika ujiji wa Victoria. Ama bado ningekuwa nashika kamba ile ya nyafu nikivuruta. Ushawahi ona wakivuruta kamba? You've been there? Yes. Ile kamba unaenda na ile kitu unagonga alafu unashika. Uende mbele, unaenda nyuma kwa mchanga, na unakula kwa karaya, unanawa kwa karaya, na unakunywa maji kwa lake. Unaingia kwa maji lake ndani, unakunywa hapo, na hiyo tena ndiyo choo. But when God saved me, Mungu aliponiokoa, I looking the life in the lake, naangalia maisha and ya I baharini, said, I am above this. niko juu ya hii. I am above this. Niko juu ya hii. I'm going somewhere. Mimi nastahili mahali fulani. It is not money you need. Sio pesa unahitaji. Salvation first changes Wokovu kwanza. your mind and reasoning. Inabadilisha mawazo yako na kuwaza kwako. That's where you begin first. Hapo unaanzia. And I look the people around me. Angalia watu wanaozingira. I see the way they behave and they talk. Na vile wanaongea na kujiendesha. And I say, Nasema, I am above them. niko juu yao. I cannot walk with them. Siwezi kutembea I nao. now begin thinking big. Naanza kuwaza makubwa. Have you ever been born again until you discover that the friends you're walking with have been fools? Zaliwa mara ya pili ukatambua kwa marafiki umekutembea nao ni watu wapumbavu wajinga. Let me see your hand if you've ever discovered Nione mkono wako au umegundua hivyo. You see, these guys are fools. Na hawa ni wapumbavu. And you begin unfolding, you begin folding yourself off. Unaanza kujiondoa polepole. So we can't walk. Siwezi kutembea na hawa. You begin thinking big. Unaanza kuwaza mambo makubwa makubwa. I close myself at night. Fungia jana. I said, God, you saved me. Mungu uliniokoa. Change this family. Nibadilisha kabisa. I'm the eldest born son. Jana. And being a son, responsibilities wait you. Kwa mwana majukumu yananingoja. It is at midnight. The best time to pray when demons are working. Usiku wa manane ni wakati wa adhabu katika kuomba I mzuri. strike every covenant and every curse. Say, in this home, Hii nyumba, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, I will possess and own. na miliki hii boma.
I command that things change. Amrisha. Hallelujah to the Lamb of God. Haleluya kwa mwana kondoo wa Mungu. I'll not preach a dead gospel. Sihubiri injili ya I'll kufa. preach a gospel of miracles. Nahubiri injili ya miujiza. And by the time I'm trying to pray in English, Kada jaribu kuomba Kiingereza because you are poor, sababu wewe maskini. English is breaking. Kiingereza kinapotea. How many believe that is true? Labda naamini ni ukweli. Unaweza jua kizungu na kama uko maskini, umaskini inaweza nyang'anya wewe kizungu. If it is true, carry up your hand. Kama ni kweli baba mkono wako. That's true. Ni ukweli. Shida inaweza nyang'anya wewe mpaka what you learned. Hata kile ulijifunza. Ufukara inayoondoa. Na kunyang'anya. And I was praying at night. Omba usiku. I'll travel to the south, Kasafiri kusini. north, east, west, Kaskazini. all over the world preaching the gospel. Kuhubiri injili. And I'll go Taenda. not on bicycles. Sio na I'll baiskeli. begin with the buses. Taanza na mabasi. I'll then turn into the planes. Ingia kwa ndege. And I will be buying my own vehicles. Nitakuwa nanunua magari zangu. Kumbe, there is a guy just close behind the church. Nyuma tu ya kanisa. Nikasikia akasema, "Ah? Aha. Anasema nini? Na pesa ya makao utapanda ndege? Pesa ya makao utanunua gari?" Kama mimi Musa sijanunua gari. The baiskeli pia naendesha imezeeka, nauza samaki. We na makaa. Mnachezanga hata mumeokoka. Wacha niongeze pombe. Kaongeza pombe. Maombi zangu zote zikaisha. Prayers vanished. Nikasema, God, I think I was here alone. Huyu mtu amekuja kufanya nini? Hii ndio roho ya Sanbalati ambayo inasema kwamba hii ukuta mnajenga hata umba inaangusha. And let me tell you, precious people, Kwa watu wa dhamana. there are some prayers you cannot pray before people who know you. Kuna maombi mengine huwezi kuomba mbele ya watu wanaokujua. How many agree with me on that? Labda nakubaliana na mimi hiyo. You have to pray when you must look around. Lazima uangalie kwanza nani ako karibu. You must look around. Kabisa. Kabla uanze. Utafanya tu namna hii sasa. Yesai. Makotako luchtutu. Shinde. Hallelujah. Don't say maliji. Hallelujah. Nafunga kwa. Si sauti ya chini. Na wewe ndio unajua chenye unaongea. Yeah. Because imekamata wewe utaki asikie. Isitoke nje. Isisikike. Siku moja nimeamua kwenda kuomba mahali mpaka kuna Wajaluo, kuna Wakikuyu pekee. Nikajua hapa Jaluo kuna Kikuyu tu. Nikaanza kuomba kwa Kijaluo. Mako teko te. Nakajuchundi magdir. Uono ni. Pepo yote. Nyingi Yesu majana sarat. Chunyi maridhier wea. Au masikini. Kumbe kuna Wajaluo wawili hapa. Hawakujulikana mahali wako. Nikasema ole. There are some prayers you need to pray when nobody is hearing you. Unastahili kuomba mtu You need space. Unahitaji nafasi yako. I discovered Luos are there now. I say now I'm leaving the place. Hapa Wajaluo kwa hapa lazima nitoke hapa mahali sasa. I have to go where they are now not. Nikaenda mahali hawezi And I began speaking to God alone. Nikaanza kuongea na Mungu. And when I was through, I had a voice telling me, Kasikia sauti kiniambia, so shall it be to you. itakuwa hivyo kwako. In the name of Jesus whom you preach, Jina la Yesu tunayohubiri. I'll raise you up. Na kuinua sasa. And your name shall be a household celebration name. Na jina lako litakuwa jina la Because of the kusherekewa. gospel that you preach. Kwa sababu ya injili Many unayohubiri. households will be blessed because of you. Jamii nyingi zitabarikiwa kwa As sababu ya you wewe. preach the gospel of Jesus. Kuhubiri injili ya Kristo. And when I was through, Kwa maana nimaliza, I took my bag and polythene bag and I came back. kwa mkoba wangu nikarudi. You are looking around. Angalia kukuzingira. Nothing you have at hand. Hakuna kitu ulicho nacho. But that Bible says, Biblia inasema those who know their God, wale wanaojua Mungu wao they will do exploits. watatenda maajabu, uvumbuzi mpya.
I sat in the plane. Nikakaa katika ndege. I was telling Brother Mike Nilikuwa napigia ndugu Michael and hapa another sister. na mwingine. And I was admiring the plane. Nilikuwa natamani I'm hiyo saying, ndege. God, I'm sitting in the seat. I'm looking to the end and I'm looking behind. Naangalia mbele, naangalia nyuma, mwisho wa ndege. Then all of a sudden I was lost. Pamoja nikapotea. And I saw myself in a plane Nikajiona katika ndege. with my missionary team. Nikiwa na timu yangu ya missionary. We are going out to the world. Tunaenda huko nje kuhubiri. But I'm saying we are preaching and we are praying in the plane. Naomba tunahubiri And the katika presence of God is so tense. Uwepo wa Mungu umekuwa mwingi sana. Then I felt to go where the pilot was. Nikahisi mahali dubani But alikuwa. I was saying that the pilot will not open for me don't call it what? The cockpit? The cockpit. Is it the cockpit? That he will not open for me the Kwamba cockpit. rubani hata nifungulia katika chumba. But then I had a voice telling me, Sauti kiniambia, I'm not mentioning that now. sitaji hiyo sasa. Then I opened the door and I sat close to him. Nikafungua So mlango I was watching the way things are happening. Sasa nikawa natazama mambo vile And I yanaendelea. had a voice saying, Sauti kiniambia, remain faithful. bakia mwaminifu. This is how your finishing will be. Hivi ndivyo utamaliza na mimi. As you will go around witnessing about my life. Ukapoenda kote duniani ukishuhudia kunihusu mimi Yesu. Whenever God speaks, Wakati wote Mungu ananena, you look around yourself. unaangalia kuizingira. Just like David, Kama Daudi. with those akala on his legs of feet, Akala miguuni with a mwake. walking stick and a spear. Na fimbo tu. And na he's being told by Samuel, anaambia na Samueli, you are the king of wewe ni Israel. mfalme wa Israeli. How do you think he was imagining? Unawazia alikuwa anafikiria nini? Look at Esther, Yeah. washing the plates. Akiosha sahani. Her name is Hadassah, Jina lake ni Hadasa. and it is coming in her Nakuja ndani that mwake she will be the queen. kwamba atakuwa malkia. Looking at the slaves in Babylon Kiangalia wale mateka kule Babiloni. that are walking in the fire Wanatembea and katika they are moto. coming out as governors. Wanatoka wakiwa magavana. Looking at Joseph Angalia Yusufu being thrown in the pit, akirushwa kwa shimo, removed and sold, akatolewa na kuuzwa, betrayed into prison, akampeleka katika jela, being persecuted, akiteswa, interpreting the dream. akitafsiri ndoto. Prison clothes are removed. Nguo za jela zinaondolewa. In the fullness of time, Katika utimifu wa the wakati, dream is coming true. ndoto inakuja Seated in kutimia. Cairo as a prime minister. Mjini Kairo kama waziri mkuu. Oh Bwana. What dream do you have? Ndoto gani ulionayo? How many times have you been fought left and right? Mara ngapi umepigwa vita? How many kushoto times kulia? have the devil told you you will never make it? Mara ngapi shetani amekwambia hautawahi, hautafika, hautafaulu? But now you can draw yourself to the history of Joseph. Lakini sasa unaweza kujivuruta ujilinganisha na But historia ya sometimes Yusufu. people you've tried to do good to, Kwamba watu wengine wanajaribu kutenda mema, they throw you into betrayal. wanakurusha katika But mitaro. still you believe Bado naamini that your God lives Mungu wako yu and hai. your Redeemer liveth. Mkombozi wako yu And hai. you stand where Job stood. Nasimama mahali Ayubu alisimama. And you are saying, I will not doubt him. Sitamshuku. Let them take everything. Wacha chukue kila kitu. But God is still alive. Ila Mungu ako I know he will do it. Najua atafanya hivyo. Hallelujah. I'm about to pray with you. Karibu kuomba pamoja nao. You might be looking at your age. Wewe unaangalia umri wako. He met Moses at 80 years. Akiwa na Musa miaka 80. There is no 80-year-old here. Hakuna mtu aliye miaka 80 hapa. Deny that negative voice. Kana. God Katayo sauti ya is kinyume waiting to hear from you. Mungu anangojea kusikia kutoka kwako. We are living in the eagle's age, Tunaishi katika kizazi cha tai. not in the age of man. Sio kizazi cha mwanadamu. That was the age of the reformers, Ilikuwa kizazi cha wanyama mageuzi. using the wisdom God gave them. Akitumia hekima Mungu We aliwapatia. are not living in the age of calf, Hatuishi katika nchi ya ndama. the age of death. Kizazi cha We are mauti. not living in the days of the lion. Hatuishi kwa nyakati za We are simba. living in the days of eagles, Tunaishi kizazi cha where tai. we have to fly above Ambapo inabidi tupae every bird. juu ya kila ndege.
ndege, above every denomination. juu ya kila dhehebu. We are the birds of the storms. Sisi ndio ndege wa mwisho, We are the birds of the skies. ndio ndege wa anga. When the waves and the storms are beating, Wakati mawimbi inapiga, Corona is shaking the world. korona inatingisa ulimwengu. January is so tough, Januari ni ngumu. but I can see the eagle Naona tai beating his ikipiga wings, mabawa yake, and mabawa the yake. eagle says, Inasema, this storm is too much now. oh, hii ni nyingi That's sana. why I am called an eagle. Sababu nimeitwa tai. It is time for me to fly. Wakati nikupaa juu. Church of the living God, Kanisa la Mungu aisha. we are not buzzards. Sisi sio buza. We are not kungurus. Sio kunguru. We are not any other birds. Sisi ndege ina. We are eagles. Sisi ni tai. And we are flying Tunapaa. above corona, Juu ya corona. above cancer, ya cancer. above TB, Juu ya TB. above the economy, Juu ya above usaliti. persecution, Juu ya mateso. above betrayal, Juu ya usaliti. above every war. Juu ya We are flying high. Reason why we are eagles of Jehovah God, and we are living in the eagle's time. Wakati tunaishi nyakati za tai, That you can fly above the storm. kwamba unaweza paa juu ya dhoruba na mawimbi. Because now we are doing exploits. Maana tena maajabu. The exploits are going with the eagle's age. Maajabu ni ya kizazi cha tai. Exploiting every avenue before us. Wewe tukibumbua njia na mambo mapya mbele zetu. I want to pray with you now. Nataka niombe na wewe sasa. You that is looking at me. Wewe unayenitazama. There are some houses have not been built in that family. Labda nasema kwa njia fulani sijajengwa kutosha katika hiyo jamii There hiyo. are some bungalows have never been built. Kuna bungalow zingine hazijawahi kujengwa. Some mansionettes have not been built. Kuna mansion zingine hazijajengwa. There are some Mercedes Benz have not been driven. Kuna Mercedes Benz zingine hazijaendeshwa. And there are some Toyota Prados have not been bought in that family. Hata zingine pia hazijajuliwa katika familia hiyo. Stop looking at the salary you are earning. Wacha kuangalia wakati ulioko sasa. Look at the potential that God has put in you. Tazama uwezo na nguvu ambayo Mungu ameweka ndani mwako. Stop looking at the history of your family. Koma kuangalia historia ya familia My yako. dad, my mom, there's nothing good. Baba yangu hakuna kitu kizuri. Through you, something good can happen in that family. Kupitia kwako kitu kizuri kinafanyika hiyo jamii. You are the one that has been called to change that family. Wewe ndio umeitwa kubadilisha hiyo familia. It must go down in the records and in the books of that family Lazima iandike kitabu cha familia hiyo. that a daughter was born here. Kwamba kuna binti alizaliwa A hapa. son was born here. Mwana alizaliwa hapa. When things could never move well. Ingeweza kubadilika. But when he found Ili Jesus, alipompata Yesu, he uprooted every curse. aling'oa kila laana. He has planted every blessing. Amepanda kila baraka. When you are born again in that family, Katika familia hiyo, where there was no degree, hakuwa na degree, there was no diploma, hakuwa na diploma. but after your salvation, Baada ya wokovu wako, doctors are in that family, daktari uko pale, nurses are in that family, mauguzi wako pale, engineers are in that family, wengine uko pale, pilots are in that family. bado uko pale. Reason why the Bible says, wherever we shall go, Watu tunaenda, we shall be blessed. tutabarikiwa. Whatever we shall touch, it shall be blessed. Whatever you shall do, it shall be blessed. You are a blessing in Jesus Christ. You are a blessing in that family. You are a blessing to your sister. You are a blessing to your father. You are a blessing to your mother. You are a blessing to the their neighborhood. You are a blessing there. Wewe ni baraka kwao. You are not a curse. Wewe si laana. You don't need money fast. Wewe utafikiri kwanza. You need Jesus first. Unahitaji Yesu. You need a change of Jesus in your mind. Unahitaji badilisho wa Yesu maishani mwako. A change of Jesus in your prayers. Badilisho Yesu katika mambo yako. You need not to begin begging now. Sio kwanza kubeka kuomba sasa. You've risen for long. Umeomba kwa muda mrefu. Oh God, oh God. Mungu. Don't say, oh God, today. Mungu nini? Say, Jesus, Sema Yesu. I come against that curse. Na inuka imenye In the name of Jesus. Jina Yesu. I came against that demon Jina ya pepo. that has taken my brothers. Chukua ndugu zangu. They are in drunkenness. In the name of Jesus. Jina Yesu Kristo. Distance is no barrier. I call my brother Joseph, my sister Karen, my brother Caroline. I summon them now in the name of Jesus. I summon my daughter in the school where she is. I command by the anointing in my life. My son is a doctor. My daughter is a doctor. In Jesus' name, I speak it.
You're a prophet to that house. Wewe ni nabii kwa hiyo nyumba. We shall do exploits. Utatenda uvumbuzi. How long shall you lament? Wewe utalalamika mpaka lini? How long shall you lament? Wewe utalalamika mpaka lini? You've lamented for long. Umelalamika sana. Today, leo hii, no more lamenting. Hakuna kulialia. Take charge. Chukua usukani. Take charge now. Usukani In the sasa. name of Jesus. Kwa jina la Yesu We are given power, tumepewa uwezo, authority. mamlaka. We are anointed Tumepakwa for battlefield. vita vyote. We are anointed Tumepakwa for war. vita. We are anointed Tumepakwa to overthrow. kushinda. We are anointed to hijack. We are anointed to reverse. We are anointed to destroy. We are anointed to uproot. We are anointed to plant. We are anointed to build. We are anointed to cast demons. We are anointed to heal the sick. We are anointed to prosper. We are anointed to bring order. We are anointed to change. We are anointed to overthrow. You don't just come here for prayers. Usikuje tu kwa maombi. You come here to break every power. Hapa kuvunja kila nguvu. I don't know what happened on Friday, Kilitendeka nini? Thursday, Monday of last week, ama wiki iliyopita. but I know very well Najua vizuri what will happen tomorrow. kitakotendeka In the kesho. name of Jesus. Jina la Yesu. Tomorrow, Kesho. whatever supervisor, Yote supervisor, the managing director ada director, who is so tribal, ndio who kabila. is fighting me, Anapigana nami. today Leo hii. I arrest them in Jesus' name. Jina la Yesu. I arrest them in Jesus' name. Jina la Yesu. I overthrow every tribalism. I overthrow witch hunting. I overthrow jealousy. I overthrow every power. Na nguvu. We shall do exploits. Tutatenda uvumbuzi. We shall make discoveries. Tutafanya uvumbuzi. We shall go against them Tutaenda kinyume chao. in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We shall act Tutatenda on the authority of the word, mamlaka ya neno. not the authority. Hauna mamlaka. We shall go the way Tutaenda jinsi the Bible says it, inavyosema. not what they say. Sio wanavyosema. We shall go the way the word says, not the supervisor. We shall go the way the Bible says, not the MD. Sio adui. We shall go what the Bible says, not the director. We shall go by the word. We shall go in Jesus' name. We shall go by thus say the Lord. Sema Bwana majeshi. That home is waiting for your prayers. Hiyo boma inangoja maombi yako. That marriage is waiting for your prayers. Hiyo ndoa inangoja maombi yako. That sister is waiting for you. Huyo dada anakungoja. You can change the situation Unaweza badilisha hali. because the prophet Daniel said, Danieli in amesema the last days, katika enzi za mwisho when things are tough, mambo yanapokuwa in magumu, the last days, katika siku za mwisho when the doctors fail, daktari in the wanaposhindwa, last days, nyakati za mwisho not the doctors, sio daktari the believers, waaminio, not the sio doctors, daktari the believers, waaminio they will make watafanya discoveries uvumbuzi that doctors daktari can never make, hawawezi, that wise men watu wengine can never make. hawawezi. In the last days, Siku za mwisho the believers, waaminio, the church, kanisa, 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 the church. kanisa. It is not from the Sio politicians, wanasiasa, not hustlers, sio hasla, not BBI. BBI. Our solution Zima yetu is from Christ. imetoka kwa And Kristo. Jesus says, Yesu akisema in the evening time, wakati wa jioni they will discover, utagundua, watagundua, discover, gundua leo, discover, gumbua leo, discover, gumbua sasa, discover, gumbua sasa, discover, gumbua sasa, discover, gumbua sasa, discover, discover, discover. gumbua leo. For this reason you are born. Kwa sababu hii umezaliwa. Be a beggar. Usiwe ombaomba. Don't be a beggar. Usiwe ombaomba. Stop relying on them. Wacha kutegemea watu. Don't rely on men. Wacha kutegemea watu. Don't rely on men. Usitegemee wanadamu. Don't rely on anybody. Usitegemea yeyote. Rely on Jesus. Tegemea Yesu. Looking unto Jesus. Tazama Yesu. Looking unto. Namtazama yeye. Looking unto. Namtazama yeye. Jesus Christ. Yesu Kristo.
Thank you and God bless you. Asante, Mungu awabariki. I hope the names have been written this other side as well. God is a good God. There's no any other God. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. You can just go back and see it. Kama wameandika jina unaweza rudi. The ministers will call you, have a word with you, watumishi watakupigia simu and wasemezane also nawe, share with you other steps of a new believer. kushiriki nawe hatua unazofaa kupiga In the mighty name of Jesus kwa Christ. jina